Wapenzi watazamaji wa Gallery TV Tanzania, niwakaribishe katika kipindi kizuri cha Safari ya Ushindi, na leo tunaendelea na mwendelezo wetu wa masomo haya ya Safari ya Ushindi. Kumbuka katika kipindi hiki uko pamoja nami mwalimu Pregod Daniel Mbaga, na nyuma ya kamera tunaye Nehemia ambaye anahakikisha masomo haya yanakufikia katika uzuri wake. Lakini nambari ambayo utatupata kwayo ni 0717019967 0717019967. Nikukaribisha katika mwendelezo wa masomo haya ya Safari ya Ushindi, na leo tunaangalia somo ambalo linasema mambo yanayochangia kuunda nguvu ya ushindi. Mambo yanayochangia kuunda nguvu ya ushindi. Ni ukweli usiopingika ya kwamba kila mtu anatamani kushinda. Kila mtu ana hisia nzuri anaposhinda, na kila mtu anatamani kushinda, na inasemekana kwamba hata wale ambao wanashindwa, kuna namna fulani wakisikia habari za ushindi wana hisia fulani kuhisi kwa uzuri katika maisha yao. Sasa leo tunaenda kuangalia mambo ambayo yanachangia kuunda nguvu ya kushinda. Mambo yanayochangia kuunda nguvu ya kushinda. Kila mtu anapenda kushinda. Sasa zipo kanuni ama yapo mambo ambayo yanachangia kutengeneza nguvu ya ushindi. Jambo la kwanza ambalo hili hata katika somo lililopita tuligusia, ninaliweka tena namba 1. Ili uweze kushinda katika maisha yako, unahitaji neema ya Mungu, neema inayokuwezesha kushinda. Tumesema ya kwamba katika somo lililopita ya kwamba maisha ni mchakato wa kiroho. Sasa ili uweze kushinda, lazima upate neema ya kiungu, na tulisema ya kwamba neema ya kiungu tunaipataje? Tunaipata kupitia kuomba. Neema ya kiungu tunaipataje? Tunaipata kupitia kusali. Kwa hiyo kanuni ya kwanza kabisa, kabla ya kanuni zote, ya kwanza kabisa ni kwamba neema ya kiungu ni ya muhimu katika maisha yako. Kila mmoja unapaswa kuitafuta neema hii ya pekee, neema ya Mungu katika maisha yako. Kwa nini niseme hivi? Ni kwa sababu kuna wakati kanuni zote zinaweza zisifanye kazi. Kila kitu kinaweza kisifanye kazi. Sasa katika wakati kama huo, kitu kinachohitajika namba 1 ni nguvu ya Mungu ifanye kazi katika maisha yako. Lakini jambo la pili ambalo ni la muhimu sana, ambalo linakujengea nguvu ya ushindi, jambo la pili ni jua umeitwa katika eneo gani. Kila mtu analo eneo ambalo ameitwa kwalo. Yaani kuna eneo ambalo mtu ameitwa hapo, yaani Mungu amempanda hapo kiasi kwamba anaposimama katika ile eneo anaweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Yawezekana wewe si mwimbaji, yawezekana wewe ni mzungumzaji, yawezekana wewe si mzungumzaji, wewe ni mwimbaji. Sasa tafuta eneo ambalo umeitwa kwalo, eneo la utume wako. Wito wako ni upi? Unapojua eneo la wito wako, hapo utafanya kwa hamasa zaidi kuliko ukifanya katika eneo ambalo si la kwako. Kwa hiyo jambo la pili, jua umeitwa katika eneo gani. Eneo uliloitiwa ni eneo muhimu sana. Ukifanya kwa umakini unaweza kufanikiwa. Lakini eneo jingine ni kubali kubadilika. Ninaposema kubali kubadilika, yawezekana hupaswi kuacha kile unachokifanya, ila unachopaswa kufanya ni kwamba uboreshe kile unachokifanya, kifanye katika ubora zaidi. Yawezekana watu wengi wanafanya kitu kama cha kwako, lakini unachotakiwa wewe ni kuboresha kile unachokifanya. Lakini kwa namna fulani kubadilika kunamaanisha wakati fulani kukubali kuacha kile ulichokifanya na kuanza kitu kipya ambacho kinapatana na wewe, kinapatana na eneo ambalo Mungu amekuitia hapo. Lakini jambo jingine la 4 ni uvumilivu. Ni ukweli usiopingika ya kwamba katika maisha kuna wakati kuna nyakati ngumu ambazo kwa kweli zinahitaji uvumilivu. Mafanikio ama kushinda si jambo rahisi. Uvumilivu unahitajika sana katika maisha yetu ili tuweze kushinda. Sasa uvumilivu unaambatana na subira. Subira ndiyo inayokupatia
nguvu ya kustahimili wakati changamoto zinapokuwa nyingi zaidi. Unaweza ukaanzisha jambo ukafeli, ukaanzisha tena lile jambo halifanikiwi, ukaanzisha tena lile jambo halifanikiwi. Haupaswi kukata tamaa, unapaswa kuendelea, na hatimaye neema ya kiungu itakuja, itakupatia ushindi. Kwa hivyo ni muhimu kuvumilia katika maisha. Vumilia unapopambania kile kitu ambacho umeitwa kukifanya katika ulimwengu huu. Lakini jambo jingine hili ni uthubutu. Mwanafalsafa na mwanaharakati ambaye anaitwa Martin Luther King Jr. alisema ya kwamba usisubiri kuona ngazi zote ziko sawa ili uanze hatua. Mwanafalsafa huyu anasema ya kwamba chukua hatua ndogo kwa imani hata kabla hujaona hatua nyingine kubwa zaidi. Kwa hivyo kile kidogo ambacho unaweza kuanza nacho, anza nacho. Usiweke neno siwezi katika maisha yako, katika maisha ya watoto wako, katika maisha ya wengine. Usiweke neno siwezi. Hebu jaribu kuanza tena, unaweza kufika eneo zuri zaidi. Kwa hivyo uthubutu ni kitu muhimu sana. Uthubutu unathibitisha uwezo wako wa ndani. Lakini jambo jingine muhimu zaidi ni kwamba hamasa. Kuna hamasa ambayo tunaipata kwa nje, watu kutuambia unaweza katika hili, lakini kuna wakati ambapo hamasa ya nje sasa haipo. Kuna hamasa ya ndani. Hii hamasa ya ndani ni ya muhimu zaidi katika safari ya ushindi. Kwa nini ni ya muhimu? Kwa sababu kuna wakati watu wanaweza wasione matokeo. Kuna wakati matokeo hayaonekani kiurahisi. Sasa kitakacho kusaidia wewe kuendelea na kile unachokifanya ni nini? Ni hamasa iliyomo ndani yako. Kwa hiyo hamasa ya ndani ni kitu muhimu. Wakati ambapo wengine wanakata tamaa, wengine wanashindwa, hebu jitahidi kujihamasisha ndani ili kusudi uifikie ile kesho kubwa ambayo unaitarajia katika maisha yako. Mungu akubariki na nikukaribishe tena katika masomo haya ambayo tutakuwa tukiendelea nayo kila Jumapili. Kumbuka ulikuwa pamoja nami Mwalimu Pregod Daniel Mbaga, na namba ya simu ni 0717019967. Mungu akubariki sana.